miaka michache ijayo. Kwa sasa hivi 2016 kama ambavyo kamati kuu ya chama chetu ilisema, lakini nafikiri kipaumbele chetu cha sasa hivi ambacho tunafikiri pamoja na mambo mengine, tunavyo vipaumbele viwili sasa hivi tunapozungumza, na vitabadilika kulingana na mazingira. Utakuwa unajua kwamba na Watanzania wanafahamu kwamba tumerejea kwenye kipaumbele chetu namba 1, katiba mpya, kwamba ni muhimu sasa mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya uanze sasa na sio kipindi kingine chochote. Hatuko tayari na hatutaingia tena kwenye mtego kama chama cha siasa, kwenye ile mitego ya kusubiri karibu na 2020 na ngapi pale na 9 pale unakaribia uchaguzi, kwamba sasa huko ndo tutakuja kuanzisha hii michakato ya uchaguzi. Halafu inakaribia pale zinarudi zile hoja za ajabu, tunaenda kwenye uchaguzi, tumalize uchaguzi, halafu baada ya uchaguzi tutakuja kufanya hicho kitu kinachoitwa katiba mpya. Halafu uchaguzi unapokuwa umekwisha, au huo uchafuzi wenyewe, stori zinarudi tena, hiyo katiba mpya tutakuja kuipata kipindi fulani. Hapa sasa kuna mambo fulani ya kufanya. Hatuwezi kuendelea na michezo ya namna hiyo. Hiyo ni michezo ya kitoto. Hiyo michezo haifanywi na watu ambao wako serious. Kwa hiyo kipaumbele chetu kwa sasa hivi ni katiba mpya. Kipaumbele chetu cha sasa hivi ni kuhakikisha tunaongeza nguvu na msukumo kuhakikisha mwenyekiti wa hiki chama anayeshikiliwa huko gerezani kwa kesi za uongo zinafutwa na mwenyekiti anakuwa huru na anakuja kuungana na viongozi wengine kusukuma hili gurudumu la kuhakikisha katiba mpya ya Tanzania inapatikana. Kwa hiyo vipaumbele viwili kwetu ni vya msingi sana, na ndio maana tumeanzisha hiyo operation inaitwa katiba mpya free Tundu Lissu, tukiwa na hivyo vipaumbele viwili. Mosi, mchakato wa katiba mpya urejee sasa na uanze. Pili, mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa na achiwe. Sasa kwenye hilo la kuanzisha mchakato wa katiba mpya, sisi kama chama tulisema, nafikiri katibu mkuu wa chama alisema baada ya kamati kuu kufanya vikao vyake, alisema kwamba chama, moja ya maazimio ya kamati kuu ya chama ilikuwa ni kwamba chama kitaongoza huo mchakato wa Tanzania, na sisi kama chama cha siasa tutakuwa na hiyo kamati sasa, kwa maana ya kuandaa hayo maoni ya kukusanya na kwa namna itakavyoonekana inafaa kwa kushirikiana na wadau wengine wa ndani na nje ya nchi, kuhakikisha kwamba at least kama chama cha siasa tunayo hiyo proposed version ambayo tunafikiri hiyo itakuwa ni katiba bora kwa mtazamo wetu kama chama cha siasa na kwa kupokea maoni ya wadau wengine. Kwa hiyo ni lazima tuwaongoze hao watu. Sasa hao wengine watakapokuja tutakutana huko mbele, lakini kama chama cha siasa tumeshaanza jambo hilo, na nafikiri muda utakapotimia au baada ya kukamilika kwa logistic ambazo zinaendelea, nafikiri chama kitatoka sasa kitawaambia Watanzania update kuhusu ile kamati ndogo ya kamati kuu ambayo itahusika na hayo masuala ya upatikanaji au utakaosukuma huo mchakato wa kuhakikisha kwamba ule mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya ambao ulisimama kwa miaka kadhaa sasa unarejea. Kwa hiyo tuna vipaumbele hivyo viwili kwa sasa. Tunafikiri sheria ziko nyingi, karibu sheria zote zinahitaji kufanywa maboresho. Kwa hiyo ni kama ingekuwa ni gari tungekuwa tunafanya overhaul ya gari nzima. Lakini jambo kubwa ambalo linaleta ukakasi ni katiba yenyewe. Na nasema hivi kwa sababu utakumbuka kwamba kwenye katiba mamlaka inayosimamia uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, hiyo mamlaka inayosimamia kwa maana ya tume ya uchaguzi, uanzishwaji wake, msingi wake uko kwenye katiba. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kugusa maboresho yoyote kwa maana ya muundo wake, kwa maana ya upatikanaji wa wajumbe wa tume, kwa maana ya kupatikana watendaji wengine bila kurejea kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kwamba ni muhimu ule mchakato wa kuundwa wa upatikanaji wa katiba mpya urejee. Kwa nini? Kwa sababu humo ndani pia moja ya vitu vingine pamoja na mambo mengine mazuri sana ambayo yako kwenye katiba ambayo tunataka yaingie, ikiwemo ni tuangalie pia mamlaka ya rais na mamlaka ya watendaji wengine, tuangalie pia mamlaka ya wananchi wenyewe, supremacy yao ikoje. Lakini swala la muundo, swala la tume ya huru ya uchaguzi liko kwenye katiba. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo tunafikiri ni kikwazo cha kwanza kwenye masuala ya kiuchaguzi. Sasa ukishatoka huko utakutana na hizi sheria nyingine tu ambazo zinatungwa na bunge, hizo zenyewe zinaweza zikabadilika tu, na kubadilishwa kwake hautegemei
sio mgumu sana kama hilo swala lenyewe la kikatiba ambalo liko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu usiporekebisha katiba, mabadiliko yoyote ya kisheria ambayo utafanya huwezi ukayafanya kwa namna ambayo yatakuwa yanakinzana na jinsi ambavyo katiba ilisema. Kama katiba imeshasema chombo hiki kitaitwa jina hili, huwezi kwenda kutunga jina lingine la chombo hicho. Kwa kufanya hivyo utakuwa unakiuka katiba, na kama ikishatokea mgongano kati ya sheria na katiba, automatically provisions za katiba, maneno ya katiba yatapewa kipaumbele kuliko hayo mengine uliyotunga. Utakuwa umejifurahisha tu. Kwa hiyo maana tunasema ni muhimu tuanzie hapo, na changamoto zetu kubwa ziko hapo kwenye muundo wa tume, namna ya upatikanaji wa hiyo tume, hiyo composition yake, uhuru wa hao wajumbe wa tume kwa maana ya mishahara yake, namna wanavyopatikana, nani anaweza kuwaondoa kazini na vitu vingine kama hivyo. Kwa nafikiri tukimaliza hapo, angalau hiyo changamoto ikiisha, angalau sasa tunaweza tukasema kwamba wananchi watakuwa wana fursa sasa ya kumchagua angalau kiongozi wanayemtaka, na wakawa na amani kwamba huyu tumemchagua kweli na atatangazwa, kwa sababu katiba kama sheria kuu au kama sheria mama itakuwa imeshaweka hiyo misingi yote, na hatuamini kama kuna watu watakuwa wanafanya kinyume, na kwa kufanya hivyo itakuwa ni kuvunja katiba yenyewe. Je, kwa sasa mnaona mazingira sasa yanaruhusu ushindani wa haki wa kisiasa? Haiwezekani na wala haiwezi. Yanaruhusuje kaka ushindani wa kisiasa? Yaani hapa kuna mtu anaitwa mgombea wa chama cha siasa, wakati huo anaitwa rais, wakati huo amepewa mamlaka ya kumteua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Tume ndio inasimamia uchaguzi, na yeye ni nani? Na yeye ni mgombea. Anateua mtu anaitwa mkurugenzi tena wa uchaguzi, ambaye anaratibu hayo masuala ya kiuchaguzi. Alafu na yeye ni nani? Anayegombea humo tayari na yeye sasa ni bosi wake aliyemteua. Sasa kuna yani hapo, alafu huyo mtu anakuja kumshindanisha na mgombea mwingine ambaye hajui mwenyekiti wa ile tume inayosimamia uchaguzi alipatikanaje, wala huyo mkurugenzi alitoka wapi, wala makamishna walitoka wapi, halafu nataka washinde. Anashindaje brother? Na kwa historia ya taifa hili, hao wote wanaowekwa humo kwenye hizo tume wote ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Sasa 2020 Mheshimiwa Lissu aligombea. Sawa? Ule uchaguzi ule. Sasa aliyekuwa mkurugenzi wa uchaguzi alikuwa Wilson Maera, ambaye sasa katoka naye akaenda huko Msoma huko kwenye jimbo moja, sijui ni Butiama sijui ni wapi, akaenda naye kugombea. Tunapozungumza sasa hivi naye ni mbunge. Sasa usiniulize kwamba Maera alichukua lini kadi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo probably alikuwa ni mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, halafu mfukoni kwake yuko na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Sasa unachezesha mechi ya Simba na Yanga, halafu refa anaamuliwa na Yanga au na Simba. Hivi akiamuliwa na Simba, Yanga watakubali? Au refa ikiwa ni mapendekezo ya Yanga, Simba wataleta timu uwanjani? Kwa hiyo haya ndio mambo tunasema, au utaratibu hauwezi kawepo, alafu na mambo ya hivyo, alafu tunasema kwenye haya mazingira kuna uwanja sawa kisiasa. Uwanja upi? Kwa chama serious kama Chadema ambacho kinajiandaa kuchukua dola. Huo ndio utaratibu ambao tumeukataa. Tunasema hapana, tumekwenda hivyo tangia kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 92, na tunafikiri kwamba enough is enough. Tunapaswa kutengeneza mazingira ambayo huyu mtu anayesimamia hiki kitu kinachoitwa uchaguzi anapaswa kuwa ni mtu huru, ni mtu neutral kama refa, kwa sababu kazi yake ni referee tu, kwamba mimi niko hapa, mmekwenda mmeuza sera zenu huku, halafu mwisho wa siku tumeweka boksi hapa. Watanzania baada ya kuwasikiliza wameamua bwana fulani apewe haki yake. Hizi kura ndo walizompa na zibaki hivyo. Tusianze kuona vile vikripu watu wako wanapiga kura. Sasa juzi nilimsikia Waziri Mkuu mstaafu anasema tume ndo waliopiga kura. Sasa kama tume